Lakini katika vivutio hivyo, kimoja kikubwa zaidi kwa upande wa Pemba ni kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inatambua mwekezaji mkakati, na kwa upande wa Pemba mwekezaji yote ambaye ataweza kuwekeza dola milioni 5, huyu atakuwa ni mwekezaji mkakati ambaye ataweza kupatiwa kodi ya mapato, kwa maana corporate tax, msamaha wa miaka 10, atapewa msamaha wa kulipa kodi ya pango zaidi ya miaka 5, lakini vile vile atapewa msamaha wa 100% wa uwekezaji nchini na ununuzi wa vifaa wakati wa ujenzi. Hizi ni baadhi ya incentive ambazo zinapatikana kwa mwekezaji ambaye anakwenda kuwekeza katika kisiwa cha Pemba. Viwanda ambavyo zaidi tunavitamani viwekezwe ni zile tunaviita import institution, tuweze kuzalisha bidhaa ambazo zaidi zinatumika ndani kwenye mahoteli yetu, kwenye biashara zetu, ili tupunguze import na tuweze kuzalisha kutumia ndani na kuexport, ili tuweze kuongeza ile tunasema nini, GDP ya taifa, na kupunguza ile deficit, balance of payment deficit, kuipunguza. Kwa hivyo tunatamani manake tuzalishe bidhaa zile ambazo zitakuwa ni import institution. Naona ni fursa ya kuhamasisha na wengine kwenda kutembelea katika eneo hili. Kiukweli tayari Pemba ina mabadiliko makubwa, ikiwemo miundombinu ya kutosha kwa sasa inapelekwa katika kila maeneo, barabara, umeme. Kwa kweli kwa sasa ni muda mwafaka wa kuwekeza katika kisiwa cha Pemba. Mwekezaji ambaye ataweza kwenda kuwekeza pale, kwa maana infrastructure ziko karibu na bahari, kwa hiyo ziko eneo ambalo liko strategic kwa mfanyabiashara atakayewekeza kwenye sekta ya processing katika viwanda vya bidhaa za baharini, lakini pia katika logistics na pia katika utalii. Kwa hiyo tunaona kwamba hii ni fursa kubwa, ukizingatia kwamba sasa hivi Tanzania tuko kwenye hili soko huru la Afrika, lakini pia na masoko mengine katika ya kikanda pamoja na masoko ya nchi mbalimbali ambayo Tanzania ina